Ni chama chenye wanachama rasmi milioni 13. Wanachama hao kwa mujibu wa katiba ya chama hiki ya mwaka 1977 toleo la mwaka 2022 ibara ya 7 katiba yao kwamba mtu mwenye umri wa miaka 18 Mtanzania anaweza kuwa mwanachama wa chama hiki. Kwa maana hiyo watu milioni 13 wanaoishi hapa Tanzania na nje ya mipaka Tanzania ni wanachama wa chama hiki. Chama hiki kinachoamini katika misingi ya usawa na haki na utu wa mtu. Chama kinachoamini kwamba kazi ndio kipimo cha utu. Chama ambacho hakimbagui mtu yoyote, mfanyakazi, mkulima, mfanyabiashara na mwanamke, kijana, mzee au mlemavu. Wote ni watu sawa wa chama hiki. Chama hiki ambacho kimejizatiti kwa miaka mingi chenye vinasaba vya uhuru wa nchi ya Tanzania. Ni chama ambacho kinakwenda kuingia katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ukiwa kama Mtanzania ambaye ni mwanachama wa chama hiki kikubwa, chama nguri chenye kushinda kwa kishindo, natumai yawezekana ukawa katika nafasi ya kuwaza ni kwa vipi unaweza kuitumikia jamii ya wanachama hawa. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, katiba ya mwaka 1977 pia ibara ya 67, ili uweze kugombea katika nafasi yoyote ni lazima kwanza uweze kupendekezwa na chama cha siasa, ndipo utaweza kuchukua tiketi ya kuweza kugombea katika chama hiki. Kugombea kupitia chama hiki. Chama hiki ni Chama cha Mapinduzi. Langu jina ni Said Ramadhani. Karibu sana katika Uchaguzi Unleashed episode ya 11 ya The Walking Bridge, ambapo siku hii ya leo nataka kukueleza namna ambavyo unaweza kupata uteuzi wa Chama cha Mapinduzi na kuweza kupata nafasi ya kugombea nafasi mbalimbali za kushika dola, kwa maana kuwa diwani, mbunge au rais. Mtazamaji, watu wote ni sawa, lakini watu hawana uelewa sawa au hawana elimu sawa, hususan ninapokuja swala hili la masuala ya kisiasa. Ndio maana nimeona kwamba kwa kuwa chama hiki ni kikubwa sana na watu mbalimbali wangependa kutumia chama hiki katika kupata nafasi za kimadaraka, basi niweze kutoa elimu hii ili uweze kujua namna gani unavyoweza kushiriki. Na chama hiki kupitia watu wake mbalimbali, hata hivi karibuni tumemwona mmoja wa bunge, Mheshimiwa Sanga, ameeleza namna ambavyo kila mwanachama katika chama hiki ana fursa sawa ya kuweza kugombea na hatimaye kuweza kukiwakilisha chama katika nafasi mbalimbali hapa nchini Tanzania. Ningependa kubainisha masuala 13 ambayo unatakiwa kwanza kuyatimiza ukiwa kama mwanachama wa chama hiki ili uweze kuteuliwa na chama hiki kuweza kugombea nafasi mbalimbali. Na jambo la kwanza kabisa ni kwamba utaomba nafasi moja tu. Utaamua katika kugombea kwako. Je, unaamua kugombea nafasi ya mbunge, au unagombea nafasi ya mbunge viti maalum, au unaamua kugombea nafasi ya diwani, au unaamua kugombea nafasi ya diwani wa viti maalum? Jambo la pili ni kwamba lazima uwe na taarifa kamili za utambulisho wako. Wewe ni nani, unatoka wapi, unaishi wapi, una umri gani, na taarifa zako pia za kielimu. Na jambo la tatu ni lazima kwanza pia uwe ni Mtanzania. Kama nilivyosema, kwa mujibu wa ibara ya 7 ya katiba ya Chama cha Mapinduzi, mtu ambaye ni mwanachama ambaye ametimiza umri wa miaka 18 Mtanzania ndiye anayeweza kuwa mwanachama wa chama hiki. Kwa hivyo moja jambo muhimu kabisa ni kwanza uwe raia wa Tanzania, lakini pia uwe na taarifa rasmi zinazowakilisha utambulisho wako, ikiwepo NIDA, cheti cha kuzaliwa au passport. Vyote hivi ni vigezo ambavyo vinaweza vikamtambua mtu kwamba
huyu ni Mtanzania, ingawa cheti cha kuzaliwa hakina uthibitishi zaidi kwamba huyu ni Mtanzania, kwa sababu kuna mwingine anaweza kuzaliwa Tanzania na akaamua kupata uraia wa nchi nyingine. Na kama ni raia pia kuandikishwa, basi hakikisha una taarifa rasmi za uraia wako. Na jambo jingine la 4 nimekwisha kusema ni kuwa na taarifa rasmi za elimu yako. Umesoma wapi? Tunaona kwamba hata katika CV za waheshimiwa wabunge kule bungeni zinawezowekwa katika taarifa mbalimbali za wabunge katika tovuti ya bunge, zinaonesha masuala mazima ya elimu. Kwa lazima pia uwe na taarifa zako za elimu at hand. Na jambo jingine la 5 ni kwamba uwe na taarifa hai za wanachama wako wa Chama cha Mapinduzi, zinazoonesha lini ulijiunga na chama hiki cha Mapinduzi, umekuwa mwanachama kwa muda gani, je una kadi ambayo ni hai, umelipia ada yako ya wanachama mpaka lini. Na jambo jingine la 6 ni kwamba uwe na taarifa za tawi lako. Wewe ni mwanachama wa CCM, unatoka tawi gani? Kumbuka kwamba Chama cha Mapinduzi kinaongozwa na utaratibu ule wa naweza kusema bottom up, kwamba hata zamani masuala mbalimbali yalikuwa yakiamuliwa wakati huo chama hiki kikiwa 5. Kukiwa na jambo lolote, kwanza kura inaanza kupigwa katika matawi, enda mpaka majimbo, mpaka inafikia hatua ya mwisho kujua kwamba okay, matawi kadhaa nchini yamekubaliana na jambo hili, basi tufuate hivi. Kwa hakikisha kwamba una taarifa kamili za tawi lako na tawi lako linakutambua. Tunaona hata watu mbalimbali pia wakiwa na jambo lao lazima aende kwenye tawi lake la chama. Fuatilia namna ambavyo makada wanaishi na taratibu zao zinazowaongoza. Lakini pia jambo la 7 ni uwe na taarifa rasmi za ulipaji wako wa kodi. Kuna mwingine ni mfanya biashara au unamiliki kampuni, uoneshe ni kwa vipi unalipa kodi. Hata kama umewahi kukopa kodi pia uoneshe kama umewahi kukopa kodi. Jambo la 8, uwe na taarifa kamili za mchango wako katika ujenzi wa uhai wa Chama cha Mapinduzi. Na jambo jingine la 8 ni uwe na kazi inayokupatia kipato halali. Sije ukawa ni jambazi, mwizi, tapeli unakuja kutaka kuomba ridhaa ya chama hiki. Uwe na kazi halali inakupatia kipato halali. Jambo la 10, uwe na maadili mema na nidhamu. Jambo la 10 ni uwe na maadili mema na nidhamu. Na jambo la 11, utambulike na tawi lako. Tawi lako linakutambua kama wewe ni mwanachama. Kumbuka kwamba hiki ni chama kinachoamini katika ushirikiano. Ushiriki wako katika masuala mazima ya tawi. Ujenzi wa Chama cha Mapinduzi unaanzia katika tawi kupanda juu. Unashiriki vipi katika masuala yako ya tawi? Kwa hiyo na taarifa hizo. Kama ni tawi lako, kama ni kata, mfano kama jimbo, uwe na taarifa zako, unashiriki vipi katika jimbo, katika wilaya na hata katika mkoa. Utambulike vyema na maeneo hayo, kata yako, wilaya, tawi lako mpaka mkoani. Kwa ni chama ambacho kinatambua mlolongo mzima wa utambuzi wa wanachama wake. Jambo la 12, kiujumla ili uweze kupata nafasi ya kuteuliwa na chama hiki, uwe ni mwananchi mwajibikaji. Kwanza mwananchi mwajibikaji wewe mwenyewe, mwananchi mwajibikaji kwa Chama cha Mapinduzi, lakini mwananchi mwajibikaji kwa taifa lako pendwa la Tanzania. Na jambo la 13 ni kwamba utajaza fomu maalum ya kuomba uteuzi wa chama hiki. Katika fomu hii masuala haya yote
kuyataja kuanzia 1 mpaka hili jambo la 12 ni masuala ambayo yanahitajika katika fomu hii. Na ndio maana nimeweza kuyachambua moja baada ya jingine kuyaainisha kwamba masuala haya yanapatikana katika hii form, na hii form sasa utawajibika kuijaza na kutoa taarifa hizi ipasavyo. Tambua kwamba unaweza kuwa excluded katika mchakato kwa kukosea kujaza taarifa. Hii ipo katika maeneo mengi sana. Epuka kuweza kujaza taarifa ambazo si sahihi, kwa sababu intelijensia watu wanaweza kukufanyia uchunguzi pia wakagundua kwamba kumbe umejaza taarifa ambazo ni za uongo. Tambua kuwa katika masuala rasmi ukidanganya unaweza kuchukuliwa hatua pia. Kwa hiyo nikusihi sana, kama una mpango wa kuweza kugombea kupitia Chama cha Mapinduzi, fursa hii wazi. Ni chama ambacho kina fursa sawa kwa kila mtu, lakini pia wajibika kuweza kuchukua hatua za kugombea katika nafasi mbalimbali. Lakini usiwe fisi, usiwe mwenye tamaa. Kama unataka udiwani, kama unataka ubunge, kama unataka ubunge wa viti maalum, kama unataka udiwani wa viti maalum, au watu wenye mahitaji maalum na nafasi mbalimbali zilizopo katika Chama cha Mapinduzi, kumbuka kwamba hakuna namna yoyote ile ambayo inaweza kukuwezesha wewe kugombea katika nafasi yoyote hapa nchini Tanzania isipokuwa katika nafasi za kisiasa, isipokuwa kupitia chama cha siasa. Hata wabunge wetu wanaoenda katika bunge la East Africa na wao pia hupitia katika vyama vya siasa pia. Kwa mchakato huu wa utambuzi wa taarifa hizi si kwa Tanzania bara tu, mchakato huu unaenda pia kwa Tanzania visiwani. Na sasa niende sehemu yangu ya pili ya wasilisho langu la leo. Baada ya kuwa umejaza fomu hii na taarifa zote kama nilivyoelekeza, fomu hii hupita katika mchakato maalum. Na moja ya mchakato huo, ningependa kuweka huo mchakato katika makundi haya mawili. Kwanza kuna mchakato wa awali, ambao mchakato huu huitwa mchakato kabla ya kulaza maoni. Alafu kuna mchakato wa pili ambao ni mchakato baada ya kura za maoni. Kwa hivyo mtazamaji, ili uweze kupita katika vipengele hivi viwili vya kwanza, kuna takribani vikao sita ambavyo vinakaliwa na Chama cha Mapinduzi kuweza kukuchuja wewe kabla haujaenda katika hatua ya pili ya upembuzi wa chama hiki. Kama nilivyoanza kusema kwamba kuna hatua mbili za awali, alafu kuna hatua mbili za mwisho. Katika hatua mbili za awali ni hatua ya kwanza ya kabla ya kura za maoni. Hapa kuna vikao kama 3 hivi vinavyofanya upembuzi wako. Kikao cha kwanza, kikao cha pili, afu kikao cha 3 kinachofanya upigaji kura. Alafu kuna vikao sasa vya pili baada ya kura za maoni. Na hivi vikao, kuna kikao cha kwanza, alafu kuna kikao cha pili, alafu kuna kikao cha 3. Sasa baada ya kikao hiki cha 3 kukaa, tunaenda katika hatua ya pili, ambayo hii ina vikao hivi vikuu viwili. Kikao cha kwanza ni kikao cha kamati ya halmashauri kuu ya CCM Taifa. Kamati ya halmashauri kuu ya CCM Taifa ni moja ya kamati muhimu sana katika Chama cha Mapinduzi. Kamati hii ni moja ya kamati ambayo inashughulikia masuala ya kutoa uongozi wa kisiasa katika chama kwa serikali, lakini pia ndani ya chama chenyewe. So baada ya kamati hii sasa inafanya sasa kukaa vikao vyake. Na kamati hii kupitia katiba ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 105 imepewa mamlaka haya, ambapo pia mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambapo kwa sasa hivi ni Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni mwenyekiti wa kamati hii ya kamati ya halmashauri kuu ya CCM Taifa. Kamati hii sasa inafanya upembuzi wa awali. Sasa tunasema sasa kamati hii pia inafanya upembuzi wake juu ya wagombea mbalimbali. Kunaanza na wagombea wa diwani, kisha unakuja wagombea wa
wagombea wa ubunge viti maalum, lakini pia ubunge ule wa kuchaguliwa. Lakini pia kuna kamati ambayo iko upande wa Zanzibar, ambayo hiyo kamati ya halmashauri kuu ya CCM Zanzibar, ambayo pia nayo hufanya upembuzi wa wanachama wa kule Zanzibar. Alafu kuna kamati ya mwisho ambayo kuna kikao cha mwisho ambacho hiki kikao ni kikao cha halmashauri kuu ya CCM Taifa. Kikao ambacho kinapewa mamlaka na ibara ya 102 ya katiba ya CCM, ambacho kikao hiki husimamiwa na mwenyekiti wa chama cha CCM na viongozi mbalimbali waandamizi wa chama hiki. Katika kikao hiki ndiyo kikao cha finali. Hiki kikao ndio huamua nani aweze kwenda kugombea. Kikao hiki kitaamua kutoa mgombea mmoja katika kila nafasi, kwa sababu hakuna chama ambacho kinatoa wagombea wawili kwa nafasi moja. Tambua hilo. Kwa hiyo hiki ni kimoja kikao muhimu sana, ambapo yule ambaye amebahatika kufika katika kikao hiki hukaa na kusali kwamba sasa hiki ndio kikao cha mwisho, ya Mwenyezi Mungu nijalie sasa niweze kupita kati ya wenzangu wote. Mwaka 2020 tuliona namna ambavyo kikao hiki kilifanya kazi na kutoa wagombea mbalimbali wa nafasi mbalimbali hapa Tanzania. Kumekuwa na masuala yale ya mara Sukuma Gang, mara huyu mshukuru Mheshimiwa Magufuli, bila Mheshimiwa Magufuli asingepita, sijui mambo kadha wa kadha. Nikwambie kwamba Chama cha Mapinduzi is one of party which is having a very strictly scrutinying process. Ni chama ambacho kina mchakato uliofinyangwa sawa katika upatikanaji wa wagombea. Kwa hiyo huwa nashangaa sana nikiwasikia watu wanasema mgombea fulani bila Magufuli asingepita, kwenda kakarudi. Mambo hayaendi hivi katika hiki chama. Kila kitu ambacho kinaendelea katika chama hupita katika vikao maalum vya chama mpaka maamuzi yanatolewa. Na chama hiki kutokana na ukubwa wake kina wataalamu wake na kinapokea ushauri kutoka kwa watu wenye uzoefu ndani ya chama katika maamuzi yake kinachojifanya. Binafsi huwa naamini sana maamuzi yanayotoka kutoka kwenye hiki chama, kuanzia juu mpaka chini, kwa sababu ni maamuzi ambayo yanaenda katika mfumo wa protokali. Ile protokali, ukivuruga tu protocol katika chama hiki ujue kwamba wewe unaweza kuenguliwa by any time. Yani hauwezi kuwa mgombea wa jimbo ukaluka vikao vya jimbo au vikao vya upigaji kura za maoni katika jimbo kwenda kwenye kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM, au kaenda kwenye kikao cha halmashauri kuu ya CCM. It's a systematic process up to being selected to represent the CCM party into the national election. Now huwa nashangaa sana nikimwona mtu ambaye amepita katika mchakato huu alafu anasinzia bungeni. Ni ujasiri sana. Ni ujasiri sana. Yaani upite katika mchakato huu kama nilivyoeleza, alafu ufike bungeni uanze kusinzia, au ufike bungeni uanze kupiga porojo. Ndio maana watu huwa wanakuwa wako disappointed sana wanapoona mbunge anasimama bungeni na kuonesha kwamba yuko na ule unafsi, kwa sababu Chama cha Mapinduzi au vyama mbalimbali huwekeza nguvu kubwa sana katika kufanya upembuzi wa wagombea. Sasa mtu yule anayepembuliwa na kuwasilishwa katika tume ya uchaguzi kugombea kupitia chama fulani, anapofanya fyongo, ile inaleta sifa mbaya sana kwa chama. Lakini pia mtu huyo kama akienda tena akigombea tena, wananchi wanaweza kumkataa. Tambua kwamba uchaguzi ndio sehemu ambayo wananchi hupata nafasi ya kuwajibisha wale ambao wanaenda vibaya. Na kwa kweli niseme kwamba chama hiki hutoa sana ushirikiano kwa wale wanaoteuliwa na chama hiki.
kuanzia nafasi ya udiwani, nafasi ya mbunge, lakini pia nafasi ya urais, kwa sababu yule ambaye anateuliwa ina maana chama kimemwamini aweze kupeperusha bendera ya chama hicho na mwisho wa siku aweze kushinda, kwa sababu dhamira ya chama chochote kile duniani ni kwanza kushika madaraka. Hauwezi kusema atasimama tu kama chama alafu eti utaisaidia nchi katika kuiongoza. Hapana. Ndio unaweza kusaidia, lakini yule anayekuwa kashika mpini ndiye anayeweza zaidi kuweza kuchanja kuni. Kwa hiyo ni lazima chama chochote kile kiweze kupigania kwanza kupata madaraka, ndipo mambo mengine yaweze kufuata. Kwa hivyo ukiwa kama Mtanzania mwanachama wa chama cha CCM, huu ndio mchakato mzuri, mchakato ambao hufuatwa na chama hiki cha Mapinduzi, na ni kusini. Kama unafahamu kipindi kile ambapo Jerry Silaa alipata misukosuko ya kisiasa au alipata vikao vya kinidhamu kule Dodoma kupitia bunge, alienda na begi kubwa sana la makabrasha na mengine kashikilia hivi. Watu wakasemaje, Jerry Silaa vipi, mbona mambo mengi? Lakini Jerry Silaa is one of the learning brother, ni mtu ambaye anajifunza sana. Kwa hiyo ukiwa kama mtu ambaye unajiandaa kuweza kugombea kupitia chama hiki cha Mapinduzi, hakikisha kwanza unaitambua vizuri katiba ya chama cha Mapinduzi, unaitambua pia katiba ya Tanzania, unatambua kanuni na taratibu za uchaguzi wa CCM, lakini pia unajua watu sahihi wa kufuata kwenda kupata maelekezo, lakini pia kupata ushauri sahihi katika swala zima hili la uchaguzi. Hakuna namna ukiwa kama mtu ambaye una aspire kuwa kiongozi utaepuka kujitaarifisha, kupata taarifa mbalimbali. Lakini pia unaweza kwenda mbali na kusoma ripoti mbalimbali za serikali ili uweze kujua kwamba serikali iko wapi na inakwenda wapi, na wewe unaweza kufocus sehemu gani. Tambua kwamba hakuna uongozi ambao unaweza kumaliza changamoto zote katika nchi. Hata sasa katika utawala huu wa mama awamu ya 6 bado kuna changamoto, na tunatakiwa sasa kupata viongozi ambao watakuja kusaidia gurudumu za kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinaikumba nchi ya Tanzania. So nikutie moyo sana kwa Tanzania yeyote yule ambaye umeamua kugombea mwaka huu 2025. It's good. We are proud of you taking the chance to come and save us. Mungu akubariki sana. Iwe kupitia chama cha CCM, iwe kupitia ACT Wazalendo, CUF, NCCR Mageuzi. Be confident. Muamini Mungu, omba ushauri, lakini pia jenga nidhamu na heshima, na pia usiache kujifunza zaidi ili kuweza kufikia malengo yako. Nisisitize, be confident and trust your God. You can do it. Wabari wakati bao fakir, langu jina ni Said Ramadhani. Tafadhali usiache kusubscribe, like na comment. Asante.